Wanajeshi wawili wa Marekani wameuawa na mmoja kutangazwa kupotea vitani baada ya shambulizi la kombora la masafa marefu lililorushwa na Iran kulenga eneo lililokuwa na vikosi vya Marekani nchini Jordan, tukio ambalo linaashiria hatua mpya hatari katika mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Mbali na waliopoteza maisha, wanajeshi wengine 4 walijeruhiwa wakati vikosi vya Marekani vilipokuwa vikijaribu kujilinda dhidi ya mashambulizi hayo makali yaliyotokea jana Ijumaa Julai 17 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa CENTCOM iliyotolewa hii leo Jumamosi Julai 18 mwaka 2026, mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia makombora ya ballistic yaliyolenga maeneo yanayotumiwa na wanajeshi wa Marekani nchini Jordan. Taarifa hiyo ilisema wanajeshi waliokuwa eneo hilo walikuwa wakitekeleza operesheni ya ulinzi wakati makombora hayo yalipoanza kushambulia na kusababisha milipuko mikubwa iliyoharibu sehemu ya miundombinu ya kijeshi pamoja na kusababisha vifo na majeraha. CENTCOM ilithibitisha kuwa wanajeshi wawili walifariki dunia kutokana na mashambulizi hayo, huku mwanajeshi mmoja akitangazwa kuwa bado hajapatikana na kwa sasa anatambuliwa rasmi kama aliyepotea vitani. Maafisa wa kijeshi wameendelea na operesheni za kumtafuta mwanajeshi huyo, huku akichunguza iwapo alifunikwa na vifusi, alijeruhiwa au kuhamishwa, au kuna mazingira mengine yaliyopelekea kutoweka kwake wakati wa mashambulizi. Aidha, wanajeshi wengine 4 waliojeruhiwa walikimbizwa katika hospitali nchini Jordan ambako walipatiwa matibabu ya haraka. CENTCOM ilisema majeraha yao hayakuwa ya kutishia maisha na wote wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Pia ilielezwa kwa wanajeshi wengine waliopata majeraha madogo walifanywa uchunguzi wa kitabibu na kurejea kazini baada ya kuthibitishwa kuwa wako salama na kuendelea na majukumu yao. Jeshi la Marekani limesema halitatoa utambulisho wa wanajeshi waliofariki wala maelezo ya mwanajeshi aliyepotea hadi familia zao zitakapokuwa zimejulishwa rasmi. Kwa mujibu wa taratibu za kijeshi za Marekani, taarifa za aina hiyo hutolewa kwa umma baada ya ndugu wa karibu kupokea taarifa rasmi ili kulinda faragha na kuwapa familia nafasi ya kupokea habari hizo kwa njia rasmi. Tukio hilo limeongeza uzito wa mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran, ambako katika siku za hivi karibuni umehusisha mashambulizi ya makombora, ndege zisizo na rubani na operesheni nyingine za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Jordan imekuwa mwenyeji wa vituo vinavyotumiwa na vikosi vya Marekani kwa shughuli za kijeshi na ushirikiano wa kikanda, hali inayofanya kuwa sehemu muhimu katika mkakati wa Washington katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaonya kuwa kuuawa kwa wanajeshi wa Marekani kunaweza kuongeza shinikizo kwa serikali ya Marekani kujibu kwa nguvu zaidi dhidi ya Iran. Katika matukio yaliyopita, vifo vya wanajeshi wa Marekani vimekuwa vikifuatiwa na operesheni za kulipiza kisasi dhidi ya maeneo yanayodaiwa kutumiwa na maadui wake, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya vita kupanuka zaidi katika Mashariki ya Kati. Kwa sasa vikosi vya Marekani vinaendelea kuimarisha ulinzi katika kambi zake nchini Jordan na katika maeneo mengine ya ukanda huo. Mifumo ya ulinzi wa anga imewekwa katika hali ya tahadhari ya juu, huku uchunguzi ukiendelea kubaini ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo na kutafuta taarifa zaidi kuhusu mwanajeshi aliyepotea. Tukio hilo linakuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani umefikia kiwango cha juu, huku pande zote zikiendelea kushambuliana katika operesheni za moja kwa moja na za washirika wao katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Vifo vya wanajeshi hao vinaweza kuwa miongoni mwa matukio yatakayobadili mwelekeo wa hatua za kijeshi na kisiasa katika siku zijazo, huku dunia ikiendelea kufuatia kwa karibu iwapo pande hizo zitaongeza mashambulizi au kutafuta njia za kupunguza mzozo huo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.